Kwa panike kwa ajili ya bitu ya mamedia marezo sosio na yua biene vinatumika sana mwinchi yetu wala hapa kwetu Uvira ni marezo sosio. Batu baache kuwa alerte na marezo sosio hapana. Jana umesema ya kuwa recruitment ya mpya Uvira, hiyo ni kwa ajili ya nini? Ndiyo tuko nayo kabisa kwa ajili ya kufuatilia adui mahali iko nataka jirenforce juu ya anajitahidi kusema afike katika mji wa Uvira, mvile ya Uvira, lakini bayue kama Mungu analaki. Ili ndio ndoto ya Farao. Naam, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, karibu sana kwenye habari zetu katika jioni ya leo, tuweze kujua kila ambacho kinachoendelea pale DRC, hasa kabisa maeneo za Uvira, kwa kila ambacho kinachoendelea. Japokuwa watu wengi sana wanasambaza habari ya kwamba Uvira imeanguka, Uvira tombe, lakini kwa sasa kama channel ya Mteba TV tumefanya nguvu zote na tumeweza kujiunga na TV nyingine kutoka maeneo pale za Uvira. Nafikiri ni mtangazaji atakwenda kujitambulisha kwa majina yake kutoka pale Uvira. Atakwenda kusema majina yake na TV yake pia atakwenda kuitambulisha hapa kwenye channel ya Mteba TV, lakini pia na ataweza kutuambia kila ambacho kinachoendelea maeneo zile za Uvira jioni ya leo. Ndugu, habari za jioni na usiku? Salama, tunashukuru Mungu. Sijui yuko. Na sisi tupo salama kabisa. Tumekutafuta kabisa hapa kwenye channel ya Mteba TV ili tuweze kuzungumza 1 2 3 kufuatana na kila ambacho kinachoendelea. Utuambie hali halisi ya Uvira, kwa sababu tumeona mitandao mingi sana ya kiraia, mitandao mingine ya M23 wakiwa wanatangaza ya kwamba Uvira imeanguka, na ni kwamba hiyo ni kweli au vipi? Na jambo lingine ambalo tutakwenda kuzungumza katika jioni ya leo ni kwamba M23 wanakaribia Uvira. Wewe kama mtangazaji na pia unaweza kutuambia namna gani? Fact mimi naitwa Sadiki Isa, ni mtangazaji kutoka Uvira TV. Leo hali ya wasiwasi ilitanda Uvira, kuona majeshi wa FARDC wote na baadhi ya wazalendo wakiondoka kwa sababu alijaribu kuzungukia maeneo kama vile ya Rad, Nation Rad pale alitima madunia kuona mtu wako wengi sana. Walianza kusema kwanza wapezao asubuhi, wakawa naenda. Sasa unakutana pale, mimi nilikuwa niko nafunguka asubuhi sasa wasiwasi kawa imezidi kutanda. Kusema kweli wasiwasi kawa ni kubwa, na wakati wasiwasi ilikuwa ni kubwa, wanafunzi wanalia watoki. Tukaanza kuona sasa Sudan ndio unaanza kutoka, FARDC wanatoka wanaenda hivyo wanaenda kuporo. Unaona wanaenda kuporo, yao wanapiga masasi ovyo, wanapora, wanaiba hivyo. Kutana njiani, mimi mwenyewe kidogo Android yangu iende, nilikuwa niko na angalia maposti, nikaona askari mmoja anifuata ananiambia nipatie simu yangu. Unaona, kwa hiyo nikawa nimekimbia sana kabisa. Palikuwa na manyumba fulani ziko karibu yangu, nilikuwa nimekimbia na watu wao pale. Unaona hivyo, kwa hiyo nafasi inapigwa hovyo, kitu kama hicho hivyo. Naam, wewe kama mtangazaji kutoka Uvira, kuna habari za uvumi ya kwamba bomu hizo zilikuwa zinategwa na watu kama vile waasi wa M23. Wewe kama mkazi wa Uvira, unaweza kutuambia namna gani hizo bomu ni M23 ndio walikuwa wanazitega au kuna vijana ambao walitumikishwa sehemu hiyo? Kwa sababu wengine wanasema kwamba kuna drone ambazo zilikuwa zinatembea zinapiga hayo mabomu. Unaweza kutuambiaje kama wewe mtangazaji hapo Uvira kwenye map ya Uvira? Drone ni watu ambao walikuwa wanapiga, ni watu, sio kwamba eti kwamba drone imeshaingia hapa katikati. Kwa sababu kama wameacha ndio watakiingia hapo, kwa sababu kuna watu ambao nimeongea nao pale maeneo ya Kiliba sasa hivi wanaenda nono, wako fresh, hawajasikia chochote kile ambacho kinaendelea, kitu kama hicho hivyo. Kwa hiyo kama Uvira kama tayari M23 imeshaingia, siwezi nikakonfirmia 100%. Siwezi kukonfirmia kama tayari imeshaingia. Tunaona tu majeshi wanatoka wanaenda, kama ndio wanafanya replace ile ndio tunaelewa. Lakini kuna baadhi ya wazalendo wako ndani, kina makanaki wako
wako angalia watu ambao wako na wale masoda wako banaiba watu, wanawakataza vile. Na wengine baadhi ya watu na wale wale watu ambao walikuwa walilipwa kurika wateketiki mabomu sema ambazo ni sehemu nyingi. Baada ya bomu na nishukuru wazalendo kabisa wamefanya kazi ya kisha kama kila kitu kinaenda sawa. Hivyo ndio kisema bwana tuendelea. Naam, tumesikia kabisa hapo kwamba FRDC walitoka kwenye uwanja wa vita na kwa sasa wako Uvira, na Uvira tu hawajakaa Uvira tu, wameshaenda kule kuporo ili wapande mabato waende. Je, kuna bato zote ambazo zimeshawabeba kuelekea Kalemi? Baada ya bato zimeshaondoka, lakini wengine zilirudia kwa sababu ya maji ilikuwa iko sawa. Hali ya hewa ilikuwa nzuri, wakawa wamerudia kitu kama hicho hivyo. Nadhani kwamba kwa saizi bado ngaiko wanaenda pale kuporwa Jirundi waangalie kama watapata bato kwa peleka, lakini alikuwa bato kesi sidhani kama zibato zitawapeleka kwa sababu bato ambazo zinabakia za kidogo ndio zinabakia. Na ile ndio shida ile iko pale. Kwa sababu tunaweza tukalama hii hali mpaka saizi kidogo naona ilikuwa imetulia masasa, lakini saizi naona inapigwa tena. Niko nasikia zinapigwa. Alo Naam, ndugu msikizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, mimi naitwa ni Mteba. Tumeweza kuungana na ndugu yetu kutoka pale Uvira na kujua kile ambacho kinachoendelea kwenye uwanja wa vita, lakini pia ameweza kusema kwamba ndio kuna baadhi ya FRDC ambao tayari wanakuwa wakitoka hapo wakijelekeza Kalemi na wengine wako pale kwenye poro, lakini sio mara ya kwanza hili jambo kutokea. Tumewahi kuona kabisa wakati M23 walikamata Kamanyola, baadhi ya FRDC pia walitoka hapo na kuweza kukimbia. Sio mara ya kwanza na wazalendo wakaja kukava nafasi hizo, lakini tena leo inakuja kuonekana kwamba wanahama, lakini baadhi yao wanakuwa wakipora sehemu hizo. Na ndugu yetu kutoka Uvira, masasi tena inaanza kupigwa. Unahisi kwamba ni M23 au ni FRDC ambao wanahitaji kupora? Naam, ndugu msikizaji na mtazamaji, kama unavyoona basi mtandao unasumbua sana kwenye habari zetu ambazo tuko nazo hapa. Tulikuwa na ndugu yetu, bado mtandao unasumbua. Mtandao kikaa sawa, basi tutakuwa pamoja kwenye taarifa zetu za habari na uchambuzi. Ni kwamba kila ambacho kinachoendelea Uvira, ndugu msikilizaji na mtazamaji, ni kwamba vikosi vya FRDC ambao wameanza kutoka sehemu hizo za Uvira na kuelekea sehemu za Kalemi, lakini kwa ukweli na kila ambacho kinachoendelea hapo Uvira ni kwamba mabomu yalikuwa yamelia sana, na baadhi ya watu wamekufa na wale ambao waliweza kutega wameweza kukamatwa baadhi yao, lakini pia wazalendo bado wako Uvira na Uvira haijatombe wala haijaanguka kama taarifa za watu wengine walivyokuwa wakizipandisha taarifa. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa chaneli ya Mteba TV, kama tunavyosikia na sehemu zingine za Sange bado vikosi vya wazalendo vipo, japokuwa watu wameshatawanika. Miji hiyo iko wazi kabisa, na maeneo mengine za Luvungi pote pako wazi, watu bado wamekimbia. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa chaneli yako ya Mteba TV, kama ni mara ya kwanza kabisa umefika hapa, chaneli inaitwa ni Mteba TV, endelea kusubscribe, like, comment na kushare kwa watu wengine. Utazidi kupata taarifa kutoka hapa chaneli yako ya Mteba TV. Tulikuwa na ndugu yetu hapa kutoka Uvira ambaye ni mtangazaji pia wa radio ambazo zinapatikana hapo Mapya Uvira TV, ambaye ameweza kutupa kile ambacho kinaendelea pale DRC. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, ni kwamba Kamanyola, Sange, Lubirizi pamoja na Luvungi ndo wanadhibiti sehemu hizo. Kamanyola bado hakujazibitika vizuri sana, ndugu msikilizaji, kufuatana na maswali ambayo mnaotuuliza hapa mara kwa mara kwenye chaneli yako ya Mteba TV. Na Sange bado kabisa, Sange ni wazalendo ndo wako Sange kwa maswali ambayo kila mmoja anakuwa akiuliza, lakini Lubirizi bado ni wazalendo ndio wanaodhibiti sehemu hizo, ndugu msikilizaji na mtazamaji. Luvungi, je, maswali ambayo bado watu wengi wanatuuliza kuhusu Luvungi.
Luvungi kabisa ni M23 ndio wako kipande na wazalendo wako kipande, na mabomu ambazo bado yanazidi kurindima sehemu hizo za sehemu za Uvira. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa chaneli yako ya Mteba TV, mimi naitwa ni Mteba ambaye nimeweza kushirikiana na ndugu yangu kutoka pale Uvira, na tunajitahidi sana kukuambia kile ambacho kinachoendelea mitandao ya kijamii hasa za M23, wale ambao wanaotangaza kwamba Uvira imeanguka mikononi mwa M23 ni kitu ambacho si kweli, na vijana wote ambao walikuwa wanafanya hivyo wamekamatwa. Lakini baadhi ya vikosi vya FRDC wengi wao kabisa wanakuwa wakitoka Uvira wakielekea Kalemi, na wengine wakienda njia za mguu ili wapishe sehemu hiyo, na mpaka sasa raia hawajajua kila ambacho kinachoendelea na watafikia wapi na kila ambacho kitakachoendelea. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa chaneli yako ya Mteba TV, lakini baadhi ya watu wengi tumeweza kuona interview mbalimbali ambazo zimeweza kupitika kwa General Makanaki ambaye yuko pale maeneo za Uvira. Ameweza kutoa oni kubwa sana au onyo kubwa mno kwa watu ambao wako pale kudwane kuweza kupandisha laissez-passer na vitambulisho vya wakimbizi kukimbia bei. Ni kwamba wakimbizi wanapopita pale hawapiti bure, baadhi yao wanachukua laissez-passer, baadhi yao wanalipa, ndipo wanapo pita sasa na kuelekea maeneo za Burundi. Kwa hiyo wanalalamika kwamba hizo laissez-passer na vitambulisho vingine viko bei sana, wamepandisha. Lakini ameweza kusema kwamba raia wengine wa Uvira waweze kutulia kabisa sehemu hizo za Uvira, wasipaniki, na wanaokimbia wasiseme kwamba wanakimbia vita. Kumbuka mara ya kwanza kabisa wakati wakati walikamata Bukavu, raia pia walianza kukimbia hivyo, polisi wakaanza kukimbia. Sio mara ya kwanza kuona wanajeshi wa serikali kuweza kukimbia kabisa sehemu ya mapambano. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, walishawahi kutoka Uvira, wakaacha Uvira wazi kabisa, lakini wazalendo, ramforo ya wazalendo iliongezeka na kuweza kudhibiti Uvira mpaka sasa. Lakini jioni ya leo pia, kama ndugu yetu alivyo katika kabisa kwenye simu, ni kwamba milio tena ya masasi imeanzishwa. Kama ulivyosikia hapo, mtandao ulisumbua kwa sababu ya mtandao hapo, lakini pia na jambo lingine, masasi ilianza kulia tena sehemu hizo za Uvira. Tutazidi kukuambia kila ambacho kinachoendelea sehemu za uwanja wa vita. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa chaneli yako bora zaidi ya Mteba TV, tunavyoongea hapa ukimya ulikuwa ushapatikana, lakini tena vurugu zinaanza na masasi inaanza kulia. Lakini masasi haya yanalia sana ni vikosi vya FRDC ambavyo watu wanadai kwamba wao wanaiba, wanapora, wanachukua watu masimu zao, wanapora maduka za watu, kisha wanakwenda navyo kwenye poro pale kwenda kusubiri ili wengine waende Kalemi. Ila hakuna M23 ambaye amekamata sehemu hizo za Uvira, wala hakuna M23 kabisa sehemu hizo za Uvira. Wazalendo wameweza kudhibiti hali hiyo, kuweza kutuliza wale ambao walikuwa wakitaka kuharibisha kabisa hali halisi ya Uvira. Lakini pia jambo lingine, Luvungi hapo, baadhi ya sehemu wazalendo wapo wakizidi kupambana na M23 na Ruberizi, maeneo hayo pia wazalendo ndio wako sehemu hizo. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa chaneli ya Mteba TV, kama ni mara ya kwanza kabisa umefika hapa, endelea kusubscribe, like, comment na kushare kwa watu wengine. Utazidi kupata habari kutoka hapa chaneli yako ya Mteba TV. Naam, tunapozidi kukuambia na kuungana na baadhi ya watu mbalimbali ambao wanapatikana sehemu hizo za DRC. Lakini pia tuweze kusikiliza ujumbe ambao General Makanaki ameweza kusema habari hizo mbele ya raia na kuweza kuweka raia amani kabisa, wale ambao wanaopatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hebu tuweze kumfuata hapa, tutakuja kurejea kwenye chaneli yako. Mimi naitwa ni Mteba, mtangazaji wako ambaye anayezidi kukupa ukweli wa kila ambacho kinachoendelea. Mlituliza maswali, ndio kuna baadhi ya FARDC wameshakimbia pale. Wengi wao wanaenda, wengi sana wanakimbia, lakini baadhi ya wengine bado wakingaliki pale Uvira na baadhi ya polisi. Lakini kuna video nyingi ambazo bado zinazidi kutamba,
video za zamani sana ambazo FARDC walikuwa nakimbia pale tangu walivyokamata Bukavu na polisi, ambazo sasa hivi zinaanza tena kuvuma na kuwa nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba wao walikimbia. Lakini ni jambo la uongo kabisa. Si kweli kwamba wamekimbia wote, ni baadhi ya wale ambao walikimbia kwenye uwanja wa vita. Ila wazalendo wako imara na Uvira iko mikono salama ya FARDC pia na wazalendo. Mimi sina la ziada, tufuate kwanza General Makanaki hapa, kila ambacho anachokizungumza nitakuja kurejea kwenye taarifa zetu zingine. Usibanduke. Katika wasiwasi kusema adui wameingia, hali iko namna gani? Asante, Mungu abariki kwanza kwa kuniuliza ile neno, na tunashukuru kuona mwake kwa ajili ya bitu ya mamedia marezo sosio. Najua bene binatumika sana mwinchi yetu, wala hapa kwetu Uvira ni marezo sosio. Batu baache kuwa alerte na marezo sosio, hapana. Jana umesema ya kuwa recruitment ya mpya Uvira, hiyo ni kwa ajili ya nini? Ndiyo, tuko nayo kabisa kwa ajili ya kufuatilia adui mahali iko nataka jirenforce, juu ya anajitahidi kusema afike katika mji wa Uvira, muvile ya Uvira, lakini bayue kama Mungu analaki. Ile ndo ndoto ya Farao kusema M23 ifike mumuji wa Uvira. Batu basahabu kabisa, na kitu napenda kusi batu baikale kimya. Mweneko na bezoea kwenda Burundi kwa amani, aende kwa amani. Ule mchuruzi, ule mwanaenda angalia rafiki wala ndugu, aende kwa amani, lakini asiseme kama kuna vita ya ajabu yene anakimbia Mkongo wala katika muji ya Uvira. Ndiyo mahabari iko mingi wala biua iko mingi ya marezo sosio, lakini bachane na ile. Tunayua sisi tuko mbele kabisa kwa kufanya kazi ya nchi. Hatuwezi traire nchi yetu ya Kongo, hapana. Na hivi mapambano iko mahali gani? Kwa kuwa maudio na mavideo adui iko Luvungi anakuya Sange, unaambia raia na upatia moyo nini? Adui iko wapi na mnafanya kazi gani ili asifike Uvira? Mbo bwana journaliste, ndiyo nasema mzuri sana. Hapa Uvira na Kamanyola, Luvungi, Bwegera hadi kuleta hapa Uvira, batu ya Uvira banayua ile mingini na biko na bandugu yabo mwile mingini. Bafanye suivi, batayua wapi kwene adui iko na wapi kwene serikali ya Kongo iko, kama vile wazalendo, kama vile banayua jeshi yeneko napigana. Batafanya nguvu, batayua kwene enemiko na kwenda sisi tuko. Na hivi sasa leo force yako wewe inasimamia wapi? Okay bwana journaliste, hapa hakuna force ya mtu, ni force zote za wazalendo. Tuko kwenye plene kwa kufanya kazi na jeshi lote lene linahusika kwa kufanya kazi. Na ndio ile message napenda kuambia watu pale, wala napenda kuambia baja baleta bote, surtout des jeunes, ile mambo ya kupandisha bei ya masepejele, natoke ndani ya kupandisha bei ya masepejele. Kwa maana basikuwa banasemea rais wetu Fachi Beto bongo, jubiko banasema Kishasa ndio nasema tupandishe mabei ya masepejele. Hapana, tunakatala ile kupandishia watu mabei ya masepejele. Sepejele mimi nasikia na kuwa $30, $25. Ile franga biko banaibeba watu, na ile yote ni kwa alerte watu ile masepejele mingi kwenda ujuu batu babomoke Uvira. Mimi kwangu Makanaki nasema sipendi ile, na tupendi ile kama vile ba seigneur de guerre, kama vile batoto ya Kongo, kama vile batoto ya Uvira. Bashushe bei ya sepejele irudilie ile fasi yake, na mkongomani yoyote wala mtu yoyote asikimbie kenyeji. Kama utaenda kupenda yako uende, lakini usiseme unakimbia vita. Na mimi na basire inga moja tu itafika, bale bote balikimbia apres ni semene tu, inga moja, juma moja tu, na mimi batarudia hapa kupitia huyu Mungu toko tunaomba. Neno la mwisho la faraja unaambia nini raia wa Uvira kwa wakati huu wa woga? Neno la faraja. Okay, napenda kuambia waraia wote wa Uvira, wazalendo wote wa Kongomani wote, msiogope kitu. Kuanzia wazalendo Kongo mzima na raia wote ya Uvira, msiogope kitu. Ule mwenye kuomba Mungu ombe Mungu, ule mwenye kufanya mchango fulani afanye, ule mwenye kupigana apigane.